tayari sasa mmefika nusu finali. Maneno yalizungumza mengi hapa baada ya lineup kuiona. Sasa bana, mnyama anataka kujivunja. Kwa nini anaweka wachezaji ambao sio first 11? Kuna namna anataka kukimbia. Lakini hatimaye bwana mmepiga mbungi la kutosha na vijana wameonyesha, hatimaye mmefika nusu finali. Kwanza katika kikosi ambacho kimepangwa leo, ukiangalia kwenye hadhi ya Zanzibar, nadhani kile ndio kikosi sawa. Sahihi kabisa, kwa sababu sisi tumesajili wachezaji hawa. Umemwona kwa mfano kama Alan wa Mbeya, Mwongosi. Tulimsajili katika kiwanja kile kile. Kuna goli yale mapinduzi yaliyopita, nadhani kuna goli moja zuri sana alilifunga. Lile goli ndio lilimpa tiketi ya kwenda Simba Sport Club. Kwa hiyo na leo pia umekuwa ni mtihani. Pengine ule uwanja ndio ulifanya asajiliwe na ule uwanja pia ndio utafanya asitishiwe mkataba. Kwa kikosi ambacho wamekipanga leo, nadhani na kwa timu ambayo tumecheza nayo, nadhani ni sawa. Kwa weight ni sawa, lakini kwa sababu tumeenda katika hatua hii, mimi natamani tukutane msimu huu na Yanga mara 3. Natamani kwenye nusu hiyo hapo sisi tunaenda kucheza na Mlandege, japokuwa ni mpinzani mgumu sana kwa Simba. Nadhani kuna mwaka fulani tushacheza naye finali. Alitutoa mwamba fulani pale anaitwa Kanda nao, na kukumbuka ile akatukanda pale. Kwa hiyo moja kwa moja tunaenda kucheza na mpinzani mgumu. Tunajua timu za Zanzibar namna ambavyo zinajiandaa kwenda kuzikabili timu za bara, hasa kwa Simba Sport Club. Timu nyingi za kule wachezaji wengi hawana mishahara mikubwa. Kwa wanapoenda kucheza na Simba kidogo wanatamani waonekane ili kusudi waje wapate malisho mazuri. Kwa hiyo nadhani mechi itakuwa ni ngumu sana, lakini tukapambane, tutaenda tutashinda. Yanga naye pia tunamuombea. Yaani kwenye mechi mimi sitaki unafiki, naenda kumuombea Yanga. Tunavuka maji? Lazima. Nusu baba tunavuka hapo. Naenda kumuombea Yanga naye amfunge Azam, tukutane. Kiwango cha Bajabera kuna muda mrefu kidogo hatukumuona, lakini leo karudi kiwanjani, kuna namna ameonyesha. Majeraha ilikuwa tuseme amemsaliti. Majeraha ilikuwa ni sehemu ya mwili wake, lakini pia tulimtoa kwenye mfumo wa usajili. Wakina Libasi Gwe wakati wanakuja na akina Loemba tulimtoa yeye. Kwa hiyo alikuwa anafanya mazoezi, lakini alikuwa achezi mechi nyingi za ushindani. Anafanya mazoezi lakini kwenye mfumo, ndio maana unaona kwenye mechi nyingi hata za ligi hajacheza. Msimu huu utakapomaliza, nadhani kama atakuwa vizuri, kocha ataona nafaa, anaweza akaja akamrudisha. Lakini amecheza, lakini bado anaonyesha mechi nyingi za ushindani kwa sababu hajacheza. Bado ana ule uoga, lakini ni mchezaji mzuri sana. Nadhani tukimpa muda atatufaa. Au mwachane naye kabisa, maana nyinyi mnaga mambo ya kumpa mtu muda. Hapana, mchezaji mzuri bwana, ukimpa muda baadaye anaweza kaja akakusaidia. Kuna wakati mwingine kizuri wanasema dhahabu haihitaji kuiosha kwa maji mengi. Dhahabu, kwa sababu thamani ya dhahabu ni kubwa, hata ukichukua tishu tu unaifuta kidogo. Kama atakuwa na kiwango na muendelezo mzuri, baadaye anaweza akaja akatufaa sana. Lakini sisi mashabiki wa mpira waga tunapendaga mafanikio tu. Mchezaji moja kwa moja alivyokuja hivyo. Lakini unaona Bajabi tangu tumemsajili imekuwa ni majeraha ndio sehemu yake. Lakini mimi nadhani kama ataonesha vizuri, kocha atafaa kwenda naye, itakuwa ni vizuri. Kuna wachezaji wengi wazuri tunawasajili, wakija kwenye pitch hawakupi kile kitu ambacho kumwangalia kama Neo Maema. Tumemsajili sisi anavaa kitambaa cha ukapteni. Lakini kile kitu ambacho anakionyesha Simba Sport Club sio kile kitu ambacho tumemsajilia. Lakini kwa sababu ni mchezaji, kuna wakati inahitajika muda, umpe muda. Haya maisha ya wachezaji leo kwenda vizuri, kesho kwenda vibaya yapo. Hata nadhani kama wasingekuwa na uvumilivu Yanga, kuna wakati Prince Dube yule pengine wangemwachaga. Kuna mechi karibia siku 8 Prince Dube afungi. Lakini walikuwa wanampa moyo. Yanga walikuwa wanampa moyo, walianzisha mpaka kapu, nadhani walishaku kumchangiaga pesa pia. Afungi, lakini walimchangishia pesa kumrejesha mchezoni. Lakini Dube sasa hivi nadhani katika wachezaji ambao wana magoli mengi pia yupo pale kwenye wafungaji kinara sana. Kwa hiyo kwa wakati mwingine wachezaji pia tunatakiwa uvumilivu, tuweze tukawavumilia. William, unawaombea matani zako Yanga Afrika kwamba wavuke mkutane nao finali. Lakini nikikumbuka kwenye Mapinduzi Cup nyie ndio mlianza kwanza kutoka. Mkawapisha ndugu zenu. Sasa bwana nyie mmekimbia, lakini sasa hivi dua zinakuwa nyingi. Mimi natamani, unajua Yanga kwenye ile dabi ambayo tulicheza, sisi tulicheza mpira mzuri, lakini tulienda kuscore, matokeo ndo yakawa vile. Hakuna mtu ambaye nufaika na zile alama 3. Ndio maana natamani mimi tukutane kwenye msimu mara 3. CRDB tukutane, kwenye ligi tarehe 3 tukutane, na sasa hivi Mapinduzi tukutane. Kwa hiyo kwenye mechi 3 mtu ambaye akawin, tunaamini ndio baba wa mpira wa Tanzania, kwa sababu
Yanga anatamba kwa namna yake kwa sababu hakutufunga, Simba tunatamba. Kwa hiyo ili kusudi picha iende vizuri zaidi, Mapinduzi Yanga aende hatua ya fainali, Simba aende tucheze mechi ya kwanza, mechi ya pili tarehe 3, mechi ya mwisho tunakuja kukutana kwenye CRDB. Yani ndo mimi ndo tamaa yangu kubwa. Tuonyeshe nani ambaye ndo baba wa mpira huu. Kwa sababu kwenye mechi 3 hizo hata kama utashinda 2 tutaonesha wewe ni mtu mkubwa sana. Kwa hiyo mimi ndo tamaa yangu kubwa sana. Ndio maana dua na sala nazipeleka kwa Yanga zidi ya Azam. Nadhani nataka Azam afe tu mapema, Yanga apite ili kusudi sisi tupambane. Na sisi pia tunacheza na Mlandege, mpinzani mgumu sana kwa upande wetu. Twende tukacheze finali, tusikimbiane. Tarehe 3 nyie ndio wenyeji wenye mchezo huo, lakini mpaka leo taarifa ya uwanja gani ambao utakuwa nyumbani bado kona zinakuwa nyingi. Shida nini William? Au hujazinyapia? Tumeficha silaha za vita. Wanasema kwenye vita yote ambayo unahitaji ushindi sio lazima uende na silaha nyingi. Silaha zako unaweza ukawa nazo ni chache. Bado tunajaribu kuchungulia kiwanja kipi ambacho kinaweza kikatufaa kwa ushindi. Tunaweza sisi walitupeleka Zanzibar, tunaweza tukawapeleka Pemba. Kwa tunaangalia tunamna, au pengine tukiona namna gani vipi tunaweka hata Benjamin Mkapa. Arusha watu wengi wanasema, lakini pitch haisapoti kwenda pitch boy, tutashindwa kuona wakina Libasigwe na Seteaura pembeni mule mwa uwanja Kwa hiyo mimi natamani, tamaa yangu kubwa mimi kama sio Benjamin Mkapa, Gombani mbali. Kuna mashabiki wengi sana ambao kwenye magrupu wameshaanza kutoa viingilio vyao kuja kumuona Simba, kuja kuiziona timu hizi za Yanga. Tukiwapeleka kule pia tuwapi nafasi wale mashabiki wa mikoani kule. Mimi nadhani finally nani mambo yapigwe hapa Benjamin Mkapa. Ile mechi ile dabi ile walipeleka Zanzibar. Unajua mtu mwingine anatoka huko nauli 70,000 mpaka anafika hapa, atoke hapa tena avuke maji. Maisha ya Zanzibar ni magumu. Unakuta kwa safari moja mtu anatumia mpaka 220,000. Mimi nadhani kwa sababu Benjamin Mkapa pichi nzuri, kama haijachimbuliwa ule uwanja, kwa sababu tuseme una marekebisho. Kama utakuwa hujachimbuliwa, mimi nadhani Benjamin Mkapa ndo sehemu salama sana. Tuone wachezaji wetu na viwango. Kuna wakati mwingine unaweza kuona wachezaji wazuri, kiwanja ambacho unakitumia pia kisisapoti. Unaweza kuona mbona wachezaji wanacheza namna gani vipi, lakini uwanja wakati mwingine usisupport. Mimi nadhani mechi tu ipigwe hapa Benjamin Mkapa ili kusudi tutoe fursa kwa watu wengine waende kuziona hizo timu hizi. Wanasheria umeacha? Wanasheria anaendelea na hapa kama ambavyo unaona sasa hivi kwenye William pale kuna wakili msomi. Kuna wakili msomi lakini kesi kule haifiki. Kesi tayari au taarifa hujapata? Dokumenti ya kesi kule hamna kaka. Haya ni maneno tu ambao wanasema. Haya ni maneno tu ambao wanasema. Sio wenyewe tulikuwa tumeshajiandaa kule kwenda kuangalia. Wao wamedili na Huruma na sisi tunataka tujaribu kwenda kumtetea na sisi pia tuangalie hata wale wachambuzi wengine ambao wanaweza kutuchafua, watu ambao wanawalipa. Ndugu zangu kwa mfano wakina Mchome anaishi maisha expensive kwa kuisema Simba Sport Club. Lakini analipwa yule brother. Yule anaishi maisha mazuri kuliko hata mashabiki wa Yanga. Hakuna shabiki wa Yanga anafikia kuishi maisha mazuri kama Mchome. Analipwa ile kwa ajili ya kwenda kupushi agenda za Yanga ionekane hivi na hivi, lakini wao wameshindwa kuangalia yale, wameenda hivi. Ambokile yule mimi nimeanza kumfuatia tangu yuko Abudi Morogoro. Alikuwa ni mchambuzi ambaye amenyoka. Alikuwa iftari tu na Hills. Alipopewa ile bahasha iftari, amebadilika. Mimi nimekaa na Ambokile Benjamin Mkapa anasubiri ticket kwa Alikamwe ya VIPA. Kaka tuna ushahidi na hivi vitu. Sio nataka watu wenye ushahidi. Mimi ndo maana nikasema masomo ngoja ni ache kwanza kidogo nije kwenye hili sakata la kesi. Kuna watu wengi ambao wanaharibu vilabu lakini wameamua kumngangania Huruma. Na sisi tuna watu wengi sana ambao tunataka tudili nao. Tuna vitu vingi ambavyo vipo japokuwa tu wanaojaribu kuichafua taswira. Huruma ameenda deep sana, ndani sana. Lakini kuna vitu kaka ambavyo vipo. Kuna ushahidi mwingi sana ambapo upo ukiangalia kwa picha za mjongeo. Na nyewe waandishi msitishiwe bwana. Nyewe mmesomea hii taaluma. Mnapohoji msitishiwe. Nimeona msemaji anasema bwana anagombana. Nyewe mmesomea, natakiwa muhoji kutokana na taaluma, lakini msiogope kwa sababu mtakosa contact kwa upande wa Yanga. Hicho anachokifanya Yanga ndio tukasema ni utoto tu. Lakini media kwa maana ya chombo ambacho anafanyia kazi Huruma tayari kimesha toa statement nzima na wao kama wao wameomba radhi, wameamini wamefanya kosa, lakini nyie bado mna imani nao naye kwa kile ambacho wamekifanya. Ndio maana yule anaitwa mzee wa Jambia. Siku zote Jambia inatakiwa. Sawa William, tusubiri na kuona, tukutane Zanzibar mzee. Shukrani sana.